katika mkutano huu tunampokea mwenyekiti wa Chadema mkoa Mwanza, Peter Andrea Matioko yuko hapa. CCM oye! Mwingine tunayempokea ni Andrea Masenya, katibu uenezi wa Chadema kanda ya Victoria. Ni mjumbe wa kamati tendaji ya kanda ya Victoria Chadema. Mwingine tuliye naye ni Alidi Sulemani Haushi, katibu wa Chadema msingi kanda ya Victoria, mjumbe wa kamati tendaji ya kanda ya Victoria. Mwingine tuliye naye ni Shani Saidi Charles, yeye ni mjumbe wa kamati tendaji wilaya ya Ilemela. CCM oye! Kwa hiyo hawa kama wapo wasogee. CCM oye! Mheshimiwa Amos Makala, mwenezi wa CCM Taifa. Mheshimiwa kakaangu Smart, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa, nimemuona Mheshimiwa Saidi Mtanda, rafiki yangu, mwenyekiti mkuu wa mkoa wa Mwanza, na waheshimiwa makatibu wote na viongozi wote wa meza kuu, na ndugu zangu wana CCM wote mlioko hapa. CCM hoye! Kwa mara ya kwanza mtaniwia lazi, sisi kule kwetu tumezoea nginja. Tumezoea nginja. Mheshimiwa, mimi naweza nikasema tu kwamba naitwa Peter Matioko, niliyekuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mwanza, mjumbe wa kamati tendaji ya kanda ya Victoria, na vile vile mwenyekiti wa wilaya ya Ilemela wa Chadema. Tumefanya tafakari kubwa kidogo, especially wiki hii, kama siku 2-3 zilizopita, nikafanya tafakari kubwa sana ya namna ambavyo mimi kama kiongozi natakiwa kuchukua hatua. Chama chetu nilichokuwepo, kiukweli tumebaki sasa chama cha kiharakati. Tunaposema tunazuia uchaguzi usifanyike, kwa mtu mwenye akili kama mimi inaweza kukutafakarisha sana. Labda tumekosa kuishawishi serikali na kukubaliana na matakwa ambayo sisi tunatamani hawa, ili tuweze kushiriki katika uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Sasa kama tumekosa ushawishi na matakwa yetu yakaonekana kama ni matakwa yasiyofaa, tukakataliwa, tunakwendaje kuzuia uchaguzi? Tukiulizana tunawezaje kuzuia uchaguzi? Tuna mekanizmu gani ya kuzuia uchaguzi? Aingia akilini. Kwa hiyo baada ya kutafakari kwa kina kwa muda wa siku chache, nimeona niende au nijiunge na Chama cha Mapinduzi kwa hiari yangu, na sio kwa vitisho, sio kwa kutishwa na mtu. Nimeona nijiunge na Chama cha Mapinduzi leo tarehe 2 mwezi wa 5 2025. Kwa hiyo naombeni mnichukue, mnitumikishe, nifanye kazi na nyinyi tuweze kujenga nchi yetu. Pamoja na mimi niko na viongozi mbalimbali wa kanda pamoja na wilaya.
Hii ni think tank. Hawa watu mtamchagua mtu mmoja na mtamsikia. Hii ndio think tank. Tunazima zote. Wataweza kweli? Hata wakiungana. Kwa maana jina naitwa Halidi Selemani Ausi. Mimi ndio mtaalamu wa misingi Chadema. Ninyi mnaita mashina. Lakini pia kile kinachoitwa Chadema Digital, mimi ni mtaalamu kweli kweli. Lakini kwa nini nimeungana na nyinyi? Nitasema sababu tu chache. Nilipoangalia ripoti ya shirika la fedha duniani IMF, tangia mpendwa wetu atuondoke John Pombe Magufuli, huyu mama ndani ya miaka mitatu ameweza kukuza pato la taifa mpaka kufikia trilioni 200 kutoka trilioni 163. Trilioni 200 ni sawa na fedha ya Kimarekani bilioni 85. Si pia hiyo umeipata hiyo? Ameipata. Lakini pia kutoka mwaka 2021 mpaka sasa uchumi huo umezizidi mpaka nchi za Ulaya ambazo ni kama Croatia, Serbia. Unahitaji mtu gani mwingine zaidi ya Mama Samia Suluhu Hassan? Mwaka jana wakati nasoma ripoti, uchumi wa nchi hii ulikuwa unakuwa kwa 4.6. Leo tunazungumza uchumi unakuwa 5.5. Nitakuwa kichaa kama nisipomuunga mkono. Lakini mwisho kabisa, lengo la uanzishwaji wa vyama vya siasa Tanzania ilikuwa ni kuleta tija na afya na ustawi wa wananchi, ushindanishi wa sera. Lakini tulisema mimi na ndugu zangu tunaondoka kwa sababu hatuwezi kuishi kwenye chama ambacho kimehama katika misingi ya kushindanisha sera. Kimefikia wakati sasa kinapambana na jeshi la polisi, kinapambana na mahakama, kinapambana na kila mtu. Sikia, ukigusa dola, tunaozima zote, tunawasha nini? Maslahi ya taifa ni makubwa kuliko chama ambacho kinataka kuingiza nchi kwenye machafuko. Kwa hiyo mimi ninaombeni, CPA mimi niko tayari kutumika. 2014 niliwahi kutembea kwa mguu kutoka Geita Mwanza mpaka Dar es Salaam kupeleka ujumbe. Leo nikasema ule ujumbe nilikuwa naupeleka ninauona katika taswira ya Mama Samia Suluhu Hassan katika 4R zake za msingi alizozisimika katika mioyo ya Watanzania. Na nikukumbusha CPA nikimalizia, ukiitazama nchi hii, tunaenda Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum alitengeneza kitu kinaitwa traditional majlis. Traditional majlis ni utamaduni wa rais ama mtawala kukutana na makundi mbalimbali yaliyo na kero. Leo tunamwona Mama Samia Suluhu Hassan anakutana na makundi mbalimbali. Hata sisi zamani, sisi wa Chadema alishakutana na sisi. Huo ni upendo wa namna gani? Ni mkubwa sana. Asante sana.